Kwa Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars nawatakia kila la heri. Tumefanya vizuri kwenye mechi zilizopita, tuna fursa ya kufanya vizuri kwenye mechi za weekend hii. Kwa mimi nawatakia kila la heri, waende wakashinde, waendelee kutuheshimisha. Ahadi yetu ni ile ile. Safari hii tunataka fainali ya kombe la shirikisho tucheze ikiwezekana wenyewe kwa wenyewe. Fainali ya klabu bingwa tucheze ikiwezekana wenyewe kwa wenyewe. Ikishindikana wenyewe kwa wenyewe, basi mmoja wapo awe kutoka Tanzania. Awali ya yote kabisa, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, naomba kuwashukuru sana CAF kwa kutambua mchango wa Tanzania katika maendeleo ya kandanda. Wametoa tuzo hii sio kwamba wametoa ili mradi wametoa kwa sababu kuna kazi imefanywa na serikali, na ndio maana wanatambua jitihada zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maendeleo ya kandanda, kuanzia kujenga miundombinu, programu za maendeleo ya michezo na mambo mengine mengi ambayo yanakuja, lakini zaidi kwa kuwa wenyeji wenye mafanikio katika mashindano ya CHAN na maandalizi mazuri yanayoendelea ya mashindano ya AFCON. Kwa hivyo tuzo hii ina maana ya heshima kubwa kwa Tanzania, na Mheshimiwa Rais katika salamu zake kasema tuzo kapewa yeye, lakini hii tuzo ni ya Watanzania wote. Kwa hiyo Watanzania wote kwa niaba ya Mheshimiwa Rais nawapongeza sana kwa kupata mafanikio makubwa kwenye michezo yanayotokana na namna ambavyo mnashirikiana na serikali katika kuhakikisha michezo inakuwa inasonga mbele, na sasa tunaanza kutambulika kimataifa. Lakini pamoja na haya yote, tuzo hii kwa Rais wa Shirikisho la Kandanda barani Afrika CAF Patrice Motsepe na Rais wa Shirikisho la Kandanda duniani FIFA Gianni Infantino kutoa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni imani kubwa walionayo kwake. Na hata wakati napokea, Infantino ananiambia peleka salamu kwa Mheshimiwa Rais, mwambie tunamuunga mkono, tunashukuru sana kwa namna ambavyo anaunga mkono michezo. Na Patrice Motsepe wenyewe wote mmemsikia alivyosema. Kwa hivyo tuzo ina maana kubwa sana kwamba mchango wa Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza unatambuliwa, na sasa nchi yetu inatajwa kimataifa.